Majina naitwa Neema Saidi, ni kapteni wa timu upande wa wanawake. Pia ni mchezaji namba moja East Africa. Pia ni mchezaji namba 87 duniani. Tuko hapa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa wheelchair tennis kwa ajili ya kujiandaa kwenda kwenye mashindano ya kufuzu kombe la dunia ambayo yatafanyika nchini Morocco mwezi huu tarehe 27 mpaka tarehe 5 mwezi wa 4. Hivyo maandalizi haya tumeanza muda mrefu sasa ni mwezi mmoja na nusu tuko kwa ajili ya kujiandaa na mashindano haya, na maandalizi yako mazuri. Kama wachezaji tumejiandaa vile tulivyoweza kujiandaa, kwa sababu we have no support for anyone, so tunapambana kwa sababu tunaupenda huu mchezo, kwa sababu ukisema uachie mtu hauwezi kufika popote. Hivyo kama wachezaji tumefika sehemu nzuri kwa ajili ya mashindano, na tunaamini kwamba tunaweza kufanya vizuri, kwa sababu mwaka jana timu ya wanawake tulienda kucheza mashindano haya ya kufuzu kombe la dunia na tulifanya vizuri, tulishika nafasi ya pili na tukafuzu kwenda kombe la dunia nchini Uturuki. Na tulikwenda huko hatukufanya vibaya sana, kwa sababu tulishika nafasi ya 5 duniani na kupata kikombe cha wachezaji bora duniani. Kwa hiyo tunajivunia kwamba tunafanya vizuri na hatuwezi kukatisha tamaa na watu au na viongozi ambao hawapendi maendeleo yetu. Kuna kitu umekugusia hapo katikati, changamoto toka maandalizi mlionayo ni zipi? Kama unavyojua pia kwenye mafanikio hapakosi changamoto. Kwa upande wetu sisi watu wa wheelchair tennis, changamoto yetu kubwa sana ni vifaa, kwa sababu mpaka sasa tunatumia vifaa ambavyo ni vya zamani, kwa sababu tenisi sasa hivi imekuwa iko kwenye level nyingine. Kwa hiyo tunahitaji vifaa ambavyo vinaendana na mchezo huu, kwa sababu vifaa vyetu vimekuwa ni vya muda mrefu sana. Kwa hiyo tunahitaji vifaa vipya, raketi mpya, pia na mipira ya kutosha. Changamoto nyingine kama unavyoona kwenye safari zetu za mashindano, tumekuwa na changamoto sana ya kupata sponsor kwa ajili ya kusafiri kwenda kwenye mashindano. Hivyo mpaka sasa unavyoona tumejiandaa kwa muda mrefu, lakini changamoto kubwa tunayo ni upungufu wa tiketi kwa wachezaji, baadhi ambao kwa sababu sisi wanawake tunaenda kushiriki mashindano ya World Cup mwaka jana. Kwa hiyo tumefanikiwa kupata tiketi na accommodation kwa kutoka kwenye chama cha tennis duniani. Kwa jina anaitwa Jumanne Nasolo, ni mchezaji wa timu ya taifa ya wheelchair tennis Tanzania, na hivi sasa tuko hapa Gymkhana Club tunaendelea na mazoezi kwa ajili ya mashindano ambayo yako mbele yetu, ambayo yanafanyika Morocco. Ni mashindano ya kuqualify kushiriki kombe la dunia ambayo yanafanyika Morocco. Kwa sasa tutapofuzu tutaenda kushiriki sasa kombe la dunia ambayo inafanyika Italy. Maandalizi kwa ujumla yako? Maandalizi mpaka sasa hivi kwa upande wetu wachezaji tumejitoa sana. Hivi sasa unavyoona wachezaji wote tunafika hapa kwa wakati, lakini kila mchezaji bado anatokea nyumbani kutokana na mpaka sasa bado hatujapata kempu ya pamoja, na mashindano yanaanza tarehe 26. Tarehe 26 ama 27 ndo yanaanza kule, na hapa timu itasafiri tarehe 25. Lakini mpaka sasa wachezaji ambao wenye tiketi mkononi ni 2, na inatakiwa timu kwenda na watu wasiopungua 11, wachezaji 8 ambao wanawake 4 na wanaume 4 na viongozi. Lakini mpaka sasa zimepatikana tiketi 2 ambazo chama cha tenisi ndo kimewasapoti hao wachezaji 2 ni wa kike. Lakini mpaka sasa kwa wachezaji wa kiume na viongozi waliobaki bado hawajapata tiketi, na kama hivyo ninavyokueleza kwamba camp mpaka sasa hivi bado hatujapata pamoja. Kwa hizo ndio changamoto za mpaka sasa. Mikakati ya kuhakikisha basi tunapata sponsor ikoje? Mpaka sasa hivi unajua, kwanza kama mashindano haya ya kimataifa ambao mdau mkubwa moja kwa moja ni serikali, bila kumgusa mdau yeyote, lakini tumguse kwanza mdau mkubwa ni serikali, kwa sababu mashindano haya ni mashindano ya kuwakilisha nchi. Kwa sisi kama wachezaji tunaenda kule kwa ajili ya nembo ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo
mdau mkubwa ni serikali, ambao tunamuomba tupate hata tiketi hizo zilizobaki na maandalizi haya ambao kwa sasa hivi tunajiandaa hapa, tupate support. Hata vifaa vya sio vizuri kutokana na mifumo ya sasa tennis ilipofikia, sisi bado tunatumia tu vifaa vya kizamani. Kwa hiyo tunaomba hivyo tupate hata vifaa vipya ili na sisi tutakapoenda tufurahie mchezo. Mwitikio kwa upande wa walemavu kwenye timu yenu ya taifa uko? Mwitikio ni mkubwa kwa sababu mpaka sasa hivi tuna programu za mashuleni ambazo kocha mwenyewe anajitolea, hana support kutoka sehemu yoyote. Anapofundisha na yeye kocha anapopata hela anatumia gharama kwenda kuchukua watoto mashuleni ili waje kuongezeka. Hata sisi wenyewe mpaka sasa hivi tuko hapa tumetokea mashuleni. Ametuchukua tokea tuko shuleni mpaka sasa hivi ndo tumefikia hapa. Kwa hiyo bado kocha anapambana, hana support yoyote ya kupata watoto kutoka sehemu tofauti zaidi ya mashuleni, kwa sababu asilimia ya watu wengi na walemavu hapa Tanzania kama unavyojua, changamoto za usafiri ni shida. Kwa hiyo anashindwa sana kutoka majumbani kuja hapa. Atakapofika hapa atauliza vipi nauli nitapata? Kwa hiyo ndio inatukatisha tamaa, inawakatisha tamaa watu wengi, wanashindwa kufika kutokana na changamoto za usafiri kutoka sehemu moja kuja hadi hapa. Kwa hiyo ndio changamoto, lakini kama kocha anapambana sana kuchukua watoto mashuleni, anawaleta hapa Jumamosi na Jumapili na halipwi wala hapewi support na mtu yoyote, ni pesa yake tu kutokana na mchezo mwenyewe ameupenda. Jumanne, hebu zungumza na wadau mmoja watakaoona hii clip, ni namna gani wanaweza kushiriki kusaidia timu ya taifa ili iweze kupata kushiriki? Sisi moja kwa moja, mdau yoyote anayeguswa, kama hapa unavyoona tunafika hapa, kuna wachezaji wengi tu tuko hapa, lakini hakuna hata maji ya kunywa hapa, hatuna uhakika wa chakula hapa, na kama hivyo ninavyozungumzia hata kempu ya pamoja, kwa sababu tunachelewa kufika mazoezini kutokana na kila mtu anakaa mbali. Mwenyewe unaelewa usafiri wa Dar es Salaam hapa kwa mlemavu ni changamoto sana kufika kwa wakati. Kwa hiyo tunaomba support hiyo, kwamba mdau yeyote mwenye maji, mwenye chochote kile ambacho anaweza kusupport timu ya taifa ili twende tukafanye vizuri, basi tunaomba ajoini hapa, aonane na uongozi wetu, basi sisi tutashukuru sana kwa hilo. Pia na shauri jamii, kwa wazazi ambao wenye watu wenye ulemavu ama jamii yoyote inayozunguka watu wenye ulemavu. Ulemavu sio kwamba ni kushindwa. Mlemavu akiwezeshwa anaweza. Kwa hiyo mwenye mtoto ambaye mwenye ulemavu, basi asimweke ndani, asimfiche kwamba jamii itamchukuliaje. Tunashauri atoke, atakutana na fursa nyingi sana nje. Serikali yenyewe sasa hivi inatusapoti sana. Pia kuna hizi ajira ndogo ndogo anaweza akafanya, pia kama hii michezo anaweza akafanya. Kama mimi mwenyewe hapo unavyoona, ningekuwa nimefichwa ndani leo hii nisingekuwa hapa. Sasa hivi naiwakilisha nchi, taifa linanifahamu sasa hivi kutokana na michezo. Sasa wewe leo unamficha mtoto ndani, kumbe unamfungia fursa zake mwenyewe, na huyo mtoto ambaye unamfungia yawezekana kesho na kesho kutwa ndio atakuwa msaada sana kwako. Lakini leo umemweka ndani, wewe leo upo, kesho haupo, huyo mtoto umemweka kwenye mazingira magumu sana. Lakini anapopata fursa za nje, anakutana na watu tofauti tofauti, anajifunza mengi, anaweza akaishi maisha ambayo wewe mwenyewe ukutegemea kabisa.